ya safe, lakini tukiwa bado katika masuala yanayofungamana na China. Kenya na China zimeahidi kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na kidiplomasia, viongozi wa nchi hizo mbili wakifikia mikataba kadhaa ya kibiashara. Rais wa Kenya Ruto yuko China kwa ziara ya siku 4. Ziara hii inamaanisha nini kwa uchumi wa taifa la Kenya? Zaidi nimezungumza na Dr. Anthony Mvyeyange ambaye ni mkurugenzi wa mipango kutoka Utafiti na Sera na mchambuzi wa masuala ya sera akiwa mjini Dodoma, Tanzania. Ziara ya Ruto nchini China ina malengo mengi ya kiuchumi na ya kisiasa. Sasa hivi kwa huu mtikisiko unaoendelea kati ya China na Marekani, na ambavyo Bwana Trump amekuwa akipitisha hizi sheria za ushuru dhidi ya nchi nyingine, Kenya inajaribu kutafuta masoko kwa bidhaa zake. Tunaona Kenya imekuwa ni mkubwa sana wa soko la AGOA, na wasiwasi mkubwa sana Bwana Trump yake wanaweza wasiruhusu mpango wa uendelee, ambao kwa kiasi kikubwa umesaidia sana Kenya kupata masoko katika na kwenda China, kwa kuzingatia idadi ya watu wa China, hali ya kibiashara na mahusiano kati ya China na Kenya. Inaonekana ni hatua inalenga zaidi kuona namna gani fursa zinaweza kupatikana kwa nchi ya Kenya kibiashara inazidi kuzungumza na nchi ya Uchina. Unahisi ni yapi ambayo yamefanikiwa kati ya nchi hizo mbili wakati wa ziara hii, haswa ni sekta ambazo zimepewa kipaumbele katika mikataba ambayo ya kibiashara na kimaendeleo ambayo yamefikiwa? Rais Xi Jinping mwaka 2016-19 kuliingia makubaliano kati ya China na Kenya, na makubaliano haya yalizingatia hasa ushirikiano katika sekta kuu tatu: viwanda, kilimo cha kisasa na miundombinu. Kwa hiyo unachokiona hata ambapo yuko huko Rais Ruto amepigia debe swala la kutafuta masoko kwa bidhaa za Kenya za hasa kilimo, na hii ni sehemu ya hiyo niliyoisema mahusiano katika misaada na ushirikiano katika masuala ya kilimo. Lakini pia kuna masuala ya viwanda, kuna masuala ya miundombinu. Serikali ya Uchina imesaidia sana kuboresha miundombinu ya serikali ya Kenya, miundombinu ya barabara, miundombinu ya reli. Kwa hiyo naona basi mazungumzo haya kadiri yanavyoendelea, ni namna gani Kenya inaweza ikanufaika kwa kupata misaada au ushirikiano na serikali ya Kenya na serikali ya Uchina, lakini pia ni namna gani serikali ya Uchina inaweza pia ikaongeza wigo wa kuendelea kuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya Kenya na nchi nyingi za Kiafrika. Biashara huwa ni nipe nikupe. Ili mazingira yawe rafiki kibiashara ni kwamba nufaike na wewe unufaike. Sasa kwa upande wa China nayo inanufaikaje katika haya ambayo yanajiri kati yake na Kenya? Ndio hiyo ambayo ya Trump, nipe nikupe, wakati mwingine haiko na urali, haiko sawa. Sio kwamba wewe ukitoa 2 na mimi nitatoa 2, kwa sababu lazima tujue pia nchi zinatofautiana. Kwa kitaalamu tunaita comparative advantage na competitive advantage kwa lugha ya kichumi. Sasa wewe baraka uliokuwa nayo kwenye eneo moja sio baraka uliokuwa nayo mwingine, lakini pia huwezi kulinganisha uchumi wa China na uchumi wa Kenya. Kwa hiyo hatuwezi kutegemea kwamba hiyo nipe nikupe itakuwa katika uwiano sawa. Uchina kiuchumi ni nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani. Kenya haiko katika hizo duru hata kidogo. Kwa hiyo haiwezi kuwa nipe nikupe katika uzani ambao ni wa usawa. Kenya itafaidika, lakini pia Wachina watafaidika zaidi. Huo ni ukweli. China yenyewe inanufaikaje kama ulivyogusia? Ni kwamba China tayari uchumi wake ni mkubwa sana. Inanufaika kwa vitu vingi. Labda nizungumze maeneo mawili au matatu. La kwanza, kwa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Nchi za Afrika ya Mashariki, ukizingatia Kenya, Tanzania zinaagiza malighafi kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani karibia 30 hadi 40 ambazo zinatoka Uchina na bara la Asia. Kwa hiyo unaona basi kwa upande wa malighafi za viwandani, China itapata soko nchini Kenya na nchi za jirani ndani ya ukanda wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kenya inakusudia pia kupata mikopo mbali na kuingia mikataba hiyo ya biashara ya kubadilishana pengine bidhaa zinazotoka huku ama zinazoingizwa huku, lakini inahitaji mikopo, na hivi karibuni kumeonekana pengine mazingira yamekuwa magumu Kenya kupata mikopo kwa wale wapatia kwa muda mrefu wa IMF na Benki ya Dunia. Unadhani kwamba mikopo ama masharti ya mikopo kutoka China kuelekea si tu Kenya lakini Afrika ni rafiki zaidi? Tofauti kati ya China na nchi za magharibi wala ya mikopo
I think tofauti kubwa ni kwamba wanakupa mkopo lakini hawakubani. Sasa mikopo ya nchi za magharibi huwa inakuja na masharti. Benki ya Dunia, shirika la fedha duniani huwa wanakuja na masharti ambayo tunaita structural adjustments. Wanahitaji ufanye hiki, wanahitaji uongeze kodi, na tumeona mwaka jana hiyo imeleta shida sana kwa serikali ya Ruto kwa sababu ya masharti yanayokuja mikopo inayotoka nchi za magharibi na mashirika ya fedha kama Benki ya Dunia na shirika la fedha duniani. Tofauti na nchi za magharibi, Uchina hawana utaratibu wa kubana serikali za Kiafrika, na ndio maana utakuja kuona kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimekuwa zikikimbilia China kwa sababu wao wanafanya biashara. Hawana muda wa kutaka kujua unaendeshaje nchi yako, hawataki kuingilia namna ambavyo unaendesha uchumi wako, ili mradi tu yale mnayokubaliana utayatimiza. Na kwingineko, mvutano kati ya India na Pakistan umeongezeka kufuatia mauaji ya Jumanne ya watalii 26 wa India na wanamgambo katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na India. India imelaumu Pakistan kwa shambulio hilo na kuanzisha hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa mkataba wa ugawaji wa maji na kufungwa kwa kivuko kikuu cha mpaka. Pakistan imesema jaribio lolote la Delhi kupunguza maji kutoka mto Indus litachukuliwa kama kitendo cha vita. Victor Kenani na maelezo zaidi. Polisi katika eneo hilo linalodhibitiwa na India la Kashmir wamewataja wanamgambo watatu wanaoshukiwa kutekeleza shambulio baya la Jumanne katika eneo hilo. Wanasema wawili ni raia wa Pakistan. Polisi pia wametangaza zawadi ya $20,000 kwa taarifa kuhusu shambulio hilo, ambapo watu 26 waliuawa. Takriban watu 1,500 katika mkoa huo wamezuiliwa. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliahidi kuwasaka waliohusika na shambulio hilo. Ninasema kwa ulimwengu wote, India itatambua, kufuatilia na kumwadhibu kila gaidi na msaidizi wake. Tutawafuata mpaka mwisho wa dunia. Udhibiti wa India hautavunjwa kamwe na ugaidi. Ugaidi hautapita bila kuadhibiwa. Kila juhudi itafanya kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Taifa zima liko imara katika azimio hili. Kila anayeamini ubinadamu yuko pamoja nasi. India's spirit will never be broken by terrorism. India imefunga kivuko chake kikuu cha mpaka na Pakistan kutokana na shambulizi hilo. India pia imesitisha mkataba muhimu wa kugawana maji na jirani yake, kubatilisha visa fulani kwa raia wa Pakistan na kuamuru kufukuzwa kwa baadhi ya wanadiplomasia. Akizungumza na BBC, Lieutenant Generali mstaafu Satish Dua, ambaye alipohudumu aliongoza wanajeshi wa India huko Kashmir, alilaumu Pakistan kwa shambulio hilo. Wakati makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance yuko ziarani India, wao India wanataka kumpa ujumbe kwamba hivi ndivyo watalii wa Kihindi wanavyouawa huko Kashmir. Unaona tu wakati wa tukio hili. Akizungumza na BBC, Lieutenant Generali mstaafu Satish Dua, ambaye alipohudumu aliongoza wanajeshi wa India huko Kashmir, alilaumu Pakistan kwa shambulio hilo. They don't want a feeling of normalcy to set into the minds of the people. Hawataki watu kuzoea hali ya kawaida, wanataka kuingiza uoga katika akili zao na kuwarejesha kwenye vita. Ndio maana shambulio hili la kutisha dhidi ya watalii wasio na hatia lilifanyika, kwa sababu ulimwengu utamakinika, kwani ni siku ambayo makamu wa rais wa Marekani yupo nchini, siku ambayo waziri mkuu yupo nchini Saudi Arabia. On a day when Prime Minister Modi is in Saudi Arabia. Akizungumza huko Rawalpindi nchini Pakistan, msemaji wa chama kinachounga mkono uhuru wa Kashmir cha Jammu Kashmir Liberation Front, Rafiq Dar, alisema haikuwa sadfa kwamba shambulio hilo liliambatana na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani J.D. Vance katika eneo hilo, na alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya uchunguzi bila upendeleo kuhusu tukio hilo. Makamu wa rais wa Marekani yuko katika ziara ya siku 4 nchini India. Tunaelewa kwamba tukio hili ni njama iliyofikiriwa vyema. Ni njama ya kuchafua harakati za uhuru wa Kashmir. Tunalaani vikali sana. Pamoja na hili, tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa Umoja wa Mataifa, kuchunguza tukio hili katika ngazi ya kimataifa ili wahalifu wote wawajibishwe. India kwa muda mrefu imekuwa ikishtumu Pakistan kwa kuunga mkono makundi yenye silaha huko Kashmir yenye Waislamu wengi, jambo ambalo Pakistan inakanusha vikali.